Anasema Sheikh kumalizia, qala Abdul Qahir ibn Tahir ibn Muhammad al-Baghdadi Abu Mansur al-Shafi'i. Huyu katika wanachuoni wa madhhabi al-Imam Shafi'i, Abdul Qahir ibn Tahir ibn Muhammad al-Baghdadi Abu Mansur al-Shafi'i. Huyu mmoja katika wanachuoni wa madhhabi al-Imam Shafi'i. Anasema kuwazungumzia Mashia, rawafidul Kufa mawsufuna bil ghadri wal bukhli. Rawafidul Kufa mawsufuna bil ghadri wal bukhli. Marafidha, Mashia wa Kufa walimsifika na kufanya khiana na ubakhili. Yani wale Mashia wanapatikana katika maeneo ya Kufa, wao mawsufuna bil ghadri, wamesifiwa, yani wamesifika wao na kufanya khiana wal bukhli na ubakhili. Wakad sara almathalu bihim, zimepita mifano kwao, fihima hatta qila. Wakad sara almathalu bihim fihima hatta qila, hakika imepita mifano, imepita kuwapigia mifano wao katika mambo hayo mawili ya kufanya khiana na ubakhili. Hatta qila, mpaka pokasemwa abkhalu man kufa wa adgharu man kufa. Abkhalu man kufa wa adgharu, au abkhalu min kufa, abkhalu yani abkhalu man kufa wa aghdaru man kufa, au waweza kusema abkhalu min kufa wa aqdaru min kufa wa aghdaru min kufa, kwamba hakuna wenye khiana mno kuliko watu wa Kufa, na wala hakuna yani abkhal walikuwa na khiana, walikuwa na ubakhili wa hali ya juu. Abkhalu man Kufa, walikuwa na ubakhili mno ni watu wa Kufa, wa aghdaru man Kufa, na wenye khiana zaidi ni watu wa Kufa. Au unaweza kusema aghdaru min Kufa, wenye kufanya khiani, kufanya ubakhili mno. Hakuna wanaofanya ubakhili mno kama watu wa Kufa, na wala hakuna watu wanaofanya khiana mno kama watu wa Kufa. Kwa hiyo kauli zote mbili zafaa, kwa sababu mpaka watu wakasema hivi, kwa sababu watu wa Kufa wengi walikuwa ni Mashia, kwamba wasema watu wenye kufanya ubakhili mno, hakuna watu wanaofanya ubakhili mno kama watu wa Kufa, na wala hakuna watu wanaofanya khiana mno kama watu wa Kufa. Wal mashhuru man ghadarahum thalatha, al mashhuru min ghadrihim thalatha ashya. Wal mashhuru man ghadarahum thalathatu ashya min ghadrihim, wal mashhuru min ghadrihim thalathatu ashya, na mashhuri katika khiana zao, khiana yao ni mambo matatu. Yani jambo ambalo linafanya kwa mashuhuri ni mambo matatu ambayo tutamaliziana nayo. Jambo la kwanza, ahaduha, moja la kwanza, annahum ba'da qatl Ali, wao baada ya kumuua Ali, bay'u ibnahu al-Hasan, wakampa bai'a, mkono wa utiifu mtoto wake Hasan. Falamma tawajjaha likitali Muawiya, Hasan alipotoka kwa ajili ya kumpiga vita Muawiya, غدروا به في سابات المدائن، في سابات المدائن، wakamfanyia khiana Hasan katika eneo linaloitwa Sabat al-Madain, maeneo haya. Fata'anahu sinana ju'fi fi jambihi, fata'anahu, wakamchoma sinan, kisu, yani akamtuka. Fata'anahu sinanu ju'fi, akamchoma katika ubavu wake huyu mtu anaitwa Sinani al-Ju'fi. Akamchoma nani? Ali bin Hasan. Fata'anahu Sinan, alimchoma Hasan huyu mtu anaitwa Sinani al-Ju'fi fi jambi, alimchoma kwenye ubavu wake na kisu au panga. Fasara'ahu an farasi, akamwangusha chini. Fasara'ahu, akamwangusha kumtoa kwenye farasi. Wa kana dhalika ahadu asbabi musalahatihi Muawiya, na ilikuwa ni sababu ambayo ilifanya musalaha na Muawiya, ilifanya sulhu na Muawiya. Ilikuwa ni sababu ambayo ilipelekea kufanya sulhu Muawiya na nani? Na Hasan. Kwa hiyo walimuua Hasan, walimuua Ali, annahu baada qatl Ali, baada ya kuuliwa Ali walimpa bai'a nani? Mtoto wake nani? Hasan, kwa sababu Hasan ndiye alikuwa mkubwa kwa Hussein.
Kwa hiyo alipotoka Hasan kwenda kupambana kwa ajili ya kumpigana vita na Muawiya, ghadaru bihi fi sabati almadain, wakamfanya khiana katika eneo la sabati almadain. Fata'anahu Sinan alju'fi fi jambi, akamchoma Sinan katika ubavu wake. Fasara'ahu an farasihi, na akamshusha katika farasi yake. Wa kana dhalika ahada asbabi, na ilikuwa ni moja ya sababu musalahatihi Muawiya, kwa ni moja ya sababu ya kufanya sulhu yeye na Muawiya. Hii ni jambo la kwanza. Wa thani, na jambo la pili, khiana walizofanya. Khiana wakamuua Hussein, wakamuua Hasan. Khiana ya kwanza. Khiana ya pili, annahum katabu al-Husayn ibn Ali, annahum katabu al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu wa da'awhu ila al-Kufa liyansuruhu ala Yazid ibn Muawiya, faghtarra bihim wa kharaja ilayhim falamma balagha Karbala ghadaru bihi wa saru ma'a Ubaydillah ibn Ziyad yadan wahidatan alayhi hatta qutila al-Husayn wa aktharu ashiratihi bi Karbala. Hapa Sheikh anaeleza kwamba wao ndio walimuua Hussein, lakini utakuta wao wanalia ya Hussein. Allah amewapa mtihani wa kujiadhibu kwa sababu ya dhambi walilofanya. Kuta jipiga vifua. Juzi nilikuwa natazama Instagram, nikaona wanagawa shisha. Taarifuna shisha? Mmezijua zile shisha wanazigawa kwamba hii ni sadaka kwa Hussein. Shisha. Mwingine alikuwa amebeba sanduku kubwa la sigara. Sanduku kubwa la sigara anagawia wale watu walienda kufanya ziara hiyo Ashura iliyopita. Wanaenda kuwagawia nini? Wanawagawia wale watu walienda kumfanyia ziara Hussein katika kaburi lake. Mtu anachukua anampigia kibeti, sadaka. Hao ndio Wairani Mashia. Wanasema wathani, na khiana yao ya pili, annahum katabu al-Husayn ibn Ali, walimwandikia barua Hussein ibn Ali. Sikia makini hapa walivyomuua, na haya maneno ameyataja huyu Sheikh katika firaqu baina al-firaq. Anasema katabu Hussein ibn Ali, walimwandikia barua Hussein ibn Ali, wada'awhu ila al-Kufa, wakamuita huko Kufa. Walipomwandikia barua akamwambia njoo Kufa sisi tukunusuru, wakamwambia Sheikh anasema liyansuruhu ala Yazid ibn Muawiya, ili wapate kumnusuru dhidi ya Yazid ibn Muawiya, Yazid mwana wa Muawiya. Sawa, kwamba njoo sisi tutakunusuru kwa Yazid, tutapambana kwa ajili ya kukutetea, njoo. Wakamwandikia barua. Sasa ile barua ilivyokuwa kieleza hao watu wa Kufa hao, akaja faghtarra bihim, akadanganyika nao na akagurika na wao. Wa kharaja ilayhim, akatoka kuwafuata. Sheikh anasema falamma balagha Karbala, pindi alipofika eneo linaitwa Karbala, maarufu kila mmoja akilisikia analifahamu eneo linaitwa Karbala. Alipofika Karbala, ni kar ni ardhi, bala ni bala, ardhi ya nini? Ardhi ya bala. Ndipo alipouliwa nani? Hussein. Sheikh anasema falamma balagha Karbala ghadaru bihi, alipofika eneo la Karbala wakamfanyia khiana. Wasaru ma'a Ubaydillah ibn Yazid yadan wahidatan alayhi, wakawa pamoja na huyu mtu mmoja alikuwa anaitwa Ubaydillah ibn Ziyad, Ubaydillah ibn Ziyad, wakawa pamoja naye yadan wahidatan alayhi, wakawa mkono mmoja dhidi ya Hussein. Yani wamemuita njoo tukunusuru, wakaamia kwenye upande wa adui yake. Na Mashia walivyokuwa baya, njoo bwana tukunusuru sisi dhidi ya Yazid ibn Muawiya. Walipofika wakawa upande wa adui yake Hussein, kafanya khiana. Anasema hata kutila Hussein, mpaka vita vilivyopambana akauliwa Hussein. Wa aktharu ashiratihi bi Karbala, na sehemu kubwa ya wafuasi wake Hussein katika eneo la Karbala. Ili kulificha hili kwamba wao kumuua, wanamlilia, wanajichoma,
sisi hatujamuua bwana, ona sisi tunamlilia, jitoa damu. Hiyo ni khiana ya pili. Khiana ya tatu, غدرهم يزيد بن علي، غدرهم يزيد ابن علي بن حسين بن علي ابن أبي طالب بعد أن خرجوا معه على يوسف بن عمر. خيانة yao Yazid mtoto wa Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, walimfanya khiana huyo Yazid baada an kharaju ma'ahu, baada ya kutoka pamoja naye, ala Yusufa ibn Umar, pili walipotoka naye dhidi ya Yusuf ibn Umar. Thumma nakathu bai'atahu, kisha ukavunja, wakisha wakafanya nini? Nakathu, wakavunja viapo, nakathu bai'atahu, wakavunja viapo vyao walivyokuwa. Wa aslamuhu inda ishtidadi alqital hatta kutila, wakamsalimisha wakati wa vita ambapo vilikuwa vimepamba moto mpaka akauliwa. Wa aslamuhu inda ishtidadi alqital hatta kutila, wakamsalimisha kwa maadui wakati wa ishtidadi alqital, vita kupamba moto, hata kutila, mpaka kauliwa Yazid. Wa kana min amrihi ma kana, ikawa jambo lake lile lilokuwa, kwa maana aliuliwa. Na maneno haya yametajwa, khiana walifanya Mashia ilitajwa katika kitabu kinaitwa Al-Farq baina al-Firaq, ukurasa wa 37 mpaka ukurasa wa 38. Kwa hiyo hii ndio khiana ambazo wamezifanya mashuhuri kwa wao, kwa watu wa Kufa. Walimuua Hussein, wameua kizazi cha Hussein. Anasema kwa kumalizia, walmakru walghadru bisalihin manhaju shi'ati rafidha. Sawa, almakru walghadru bisalihin, makr vitimbi, walghadr na khiana bisalihin, kuwafanyia watu wema, manhaju shi'ati rafidha. Hii ndio njia ya Mashia. Manhaji yao ni kuwafanyia vitimbi na kuwafanyia khiana watu wema. Almakru walghadru bisalihin manhaju shi'ati rafidha, vitimbi na khiana kwa watu wema inafahamika ndio njia ya Mashia Rafidha. Fala yumkinu ijtima'u ma'ahum fi amri ad-din, fala yumkinu ijtima'u ma'ahum fi amri ad-din, haiwezekani kukusanyika na pamoja na Mashia katika jambo la dini. Lianna ash-sharra mujtami'un fihim, kwa sababu shari imekusanyika nao. Lianna ash-sharra, kwa sababu shari, mujtami'un fihim, shari imekusanyika pamoja nao. Walihadha hadharana ash-Shafi'i minhum, ndio maana hii al-Imam Shafi'i ametutahadharisha na Mashia. Wakala, akasema Imam Shafi'i, hum sharru usaba, nao Mashia ni kikundi chenye shari. Nadhani haya tumeyasikia, tumesikia, na haya yalikuwa katika mlango ambao tumeanza nao. Mlango Sheikh aliweka kwamba Shia Rafidha ni kikundi chenye shari.